Bwana wabariki. Kwa jina anajulikana Nabii Felix Dago Kimangusongo kutoka kwenye maskani wa mwenye ujumbe saa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania. Leo tarehe 3 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Niko hapa kwa ajili ya kuelezea ibada ambayo imefanyika leo tarehe 3 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika maskani wa mwenye ujumbe saa kutoka hapa jiji la Arusha nchini Tanzania. Na katika ibada mama Bashuri Yesu alikuwa yuko live akifanya michoro yake ya kinabii na kutoa uponyaji wa papo kwa papo, kiasi ambacho Mungu Bashuri Yesu alikuwa anamulika tatizo, na baada ya kumulika tatizo alikuwa anatoa unabii wa uponyaji na watu wakapokea uponyaji wa moja kwa moja. Kwa hiyo niko hapa kufanya marejeo haya ili uweze kujifunza. Kuna mama moja ambaye Mungu Bashuri Yesu alimulika tatizo lake, na alipolimulika tatizo lake na akatoa unabii uponyaji, na huyo dada Mungu Bashuri Yesu akamponya papo kwa papo katika michoro ya kinabii. Kwa hiyo niko hapa kufanya marejeo haya, tutaunganisha na unabii ambao alipokea huo tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka 2026 leo katika siku ya Jumapili katika ibada katika maskani ya ujumbe saa. Lakini pia tutaweka na ushuhuda wake ambaye aliutoa ushuhuda wake papo kwa papo baada ya Mungu Bashuri Yesu kuweza kumponya katika ufunuo wa kinabii. Kwa hiyo niko hapa kufanya marejeo haya. Wewe unaweza kufuatilia kuona hizo nabii ambao Mungu Bashuri Yesu alimpa huyo dada, na utaona ushuhuda ambao yeye amethibitisha kwamba Mungu Bashuri Yesu alimponya tatizo ambalo lilimulikwa na ya Mwokozi katika roho ya kinabii. Kwa hiyo niko hapa kufanya marejeo haya. Kwa hiyo video hii ya muunganiko huu tunauweka ili uweze kujifunza. Mtu yote aliyeko katika ukanda huu kaskazini, unaweza kuja kwenye maskani ya ujumbe saa kutoka hapa katika jiji la Arusha ambako tuko. Kama unatokea mjini, kwa maana hapa mji wa Arusha kuelekea kama Usa, unashuka kituo kinaitwa Njia ya Ng'ombe. Ni kituo kimoja baada ya Ngulelo, na baada ya hapo unavuka zebra. Utaona mabango mengi yako pale, utaona bodaboda, na katika hayo mabango utaona kuna bango moja kubwa liko pale. Utaona nabii yuko kwenye bango na ameshika Biblia nyekundu. Utawaambia tu wale bodaboda, nipelekeni kwenye maskani ya ujumbe saa kwa hili kanisa, watakuleta moja kwa moja katika lugha hizo. Lakini wale wanaotokea Usa, basi unashuka Njia ya Ng'ombe, kwa maana kituo kimoja baada ya Ngulelo. Wewe utavuka zebra, bali utaona moja, unaposhuka tu utaona bango wakati unaelekea unaangalia mbele kuelekea mjini, utaona bango kubwa liko pale, na hilo bango utaona imeandikwa maskani ya ujumbe sana. Utaona picha ya nabii iko hapo na ameshika Biblia nyekundu. Basi utauliza wale bodaboda, watakuleta moja kwa moja. Au unaweza pia kutafuta namba zetu za simu kupitia mtandao wetu wa YouTube wa Felix Muso Ministry, na ule wa TikTok wa Felix Muso Ministry, na wa Facebook, Instagram wa Felix Muso Ministry. Utaweza kupata namba za simu, na ibada zetu zinaanza siku ya Jumanne kuanzia saa 8, na siku ya Alhamisi saa 8, na siku ya Jumamosi saa 8, na leo ambayo ni siku ya Jumapili ibada ilianza saa 3 asubuhi. Wewe tunakualika wewe ni matatizo mbalimbali uweze kujifunza kupitia unabii huu na uponyaji huu wa papo kwa papo, ambao Mungu Bashuri Yesu anatoa uponyaji wa papo kwa papo, na sio kesho, ni leo. Kwamba unaweza kuja kwenye maskani ya ujumbe sana, na utakapokuja usijieleze wewe, unachopaswa tu kuja, unakaa kwenye kiti chako, mwambie Yesu nione. Utaona Bwana Mungu Bashuri Yesu anafunua tatizo lako moja kwa moja na kutoa unabii wa uponyaji wa papo kwa papo. Tubu dhambi, geuka, Mungu Bashuri Yesu anarudi moja hapa. Sauti ile neno Bwana Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu, Yehova katuona katika Mungu anakuja. Amina. Mwamba Bashuri Yesu, tunakualika na jumbo lako la kifalme Mwamba. Wewe unaweza, mfalme mkuu, unaweza Bwana. Mwamba anapita katika michoro yake. Ninamwona mama halisi Bwana anaondoa kama vile kuonekana mazuio mbele yako Bwana, sema hivi anaondoa. Ninaona utakaso wa Bwana unapita sasa. Nilipokuwa nimetulia mahali, nikamwona Bwana ananiambia leo nataka kuponya magonjwa. Niliona watu wanaponya migongo, wanaponya miguu. Nikaona Bwana anaponya mpaka vitu vya ndani, kwa maana mfumo mzima wa mwili wako kwa ndani. Nikaona anapita anaangalia mapafu, walioharibiwa mapafu kwenye ubongo roho. Nikaona Bwana anapita anaponya. Akaniambia nitapita kuangalia figo, kuangalia maini, kuangalia mfumo wa utumbo. Akaniambia mfumo wote wa chakula. Nikamwona Bwana anapita anafanya ukarabati wa hali ya juu sana.
ninavyoongea hivi, ugonjwa huu unatoeshwa moja kwa moja. Na ukiona umeponywa, utakuja hapa kutoa ushuhuda kwamba Bwana ameniponya. Ninaona Bwana anapenyeza nguvu yake. Ninaona wengine, ninaona mama Alice kama uzito kwenye kichwa, ninaona Bwana anaondoa. Bwana anaambia mama Alice ana tatizo. Ninaona ameniletea hawa makerubi, wamekuja na kama mbavu. Mungu akaniambia mveshe mama huyu, ana tatizo kwenye kifua chake. Bwana anasema hivi amemponya saa hii. Tulia tu mbele za Bwana tunapoendelea kumwimbia Bwana. Bwana ananiambia gusa, gusa, gusa. Ninaona Bwana anaondoa. Wakuanga walipandikiza ugonjwa kwa wamama. Bwana anasema hivi anaondoa. Namuona mama Alice, namuona pia na mama Mnao. Naona bio marejeo katika ufunuo. Na huu ni uponyaji wa papo kwa papo. Bwana anasema hivi anaponya saa hii. Sana ananiambia hapa. Makerubi hao hapo. Asante Bwana. Kerubi moja namuona anamfuata mama Alice. Anaweka mkono juu ya kichwa chake. Asante Bwana. Yes. Bwana ananiambia magonjwa ya kujirudia yote yanafungwa saa hii. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Mungu Yesu. Amen. Shangilia Mungu mashuhuri Yesu. Amen. Yesu makofi kwa Bwana. Naweza mkarudi sasa. Amen. Saa hii ni saa ya ushuhuda. Amina. Kutokana na operation maalum ambao Mungu mashuhuri Yesu ameitoa hapa. Amen. Ushuhuda. Amen. Wa uponyaji wa papo kwa papo na ufunuzi wa siri ya mioyo ya Mwokozi. Amen. Saa ya ushuhuda. Wewe ukiona unabii umetoka, umeguswa moja kwa moja na Bwana, njoo hapa toa ushuhuda. Amina. Sawa. Leo ibada iko tofauti kabisa. Nieleze unabii tumezoea. Yes. Anakuja mmoja mmoja. Amen. Yes. Mpeni maiki ahojiwe na Bwana. Amen. Aeleze unabii uliotoka na uponyaji wa papo kwa papo. Na kila mtu achunguze kama ulikuwa ni mgongo unauma, chochote kifua, yani anza kukitafuta. Yes. Amina. Chochote kile, alafu unakuja kutoa ushuhuda mbele za Bwana. Amen. Ndio dadangu, karibu. Amen. Bwana wabariki kanisa. Amina, amina. Bwana wabariki sana. Amina, amina. Ninamshukuru Mungu kwa uponyaji uliopita mahali hapa. Amina, amina. Kwanza kabisa nilikuwa nasikia maumivu kuanzia hapa katikati ya mgongo kushuka chini. Amina, amina. Ninamshukuru Mungu ameniponya na hii hali ilinianza juzi. Amina, amina. Sasa nikawa nashangaa, yani kama vile maji yako sehemu hii hapa, yani yanacheza yanapanda kidogo yanarudi chini. Amina, amina. Nikawa narejea unabii lakini wapi? Amina. Pia leo asubuhi nilikuwa najisikia uzito, nilikuwa si kufika kanisani kwa kweli. Nilikuwa sihitaji kabisa kufika kanisani, yani nilikuwa naona tu uzito na giza kubwa kweli limesimama mbele yangu. Ninamshukuru Mungu alioning'oa pale, maana nilisikia sauti naambiwa kabisa, nikaitwa jina kama mara 3. Nikaambiwa usipofika kanisani ninakuchapa na kiboko. Nikawa nasikia kama vile mwangi fulani hivi inaishiria. Ninamshukuru Mungu pia kwa uponyaji. Nilikuwa nasikia maumivu kwenye mbavu hizi sehemu. Hii sehemu ni muda mrefu kwa kweli. Yani kila nikirejea unabii inapungua, inanyamaza maumivu. Lakini nashangaa tu ni maumivu kwa ndani, karibia sijui moyo ndio uliko, nasikia maumivu makali. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu amemtumia nabii wake hapa. Yani nikahisi kama vile na bana mbavu,
yani maumivu hayatoki, lakini jinsi alivyopambana nabii hapa, sasa hivi nimekuwa mwepesi kifuani. Wateule, nilisikia kwamba Bwana anatoa mbavu. Sasa niliona wale makerubi wa Bwana, sawa, wameshuka, alafu akaniambia umeona nini? Nikaona mbavu mbili zimeungana kutoka kwenye nyuma ya mgongo. Bwana kaniambia mwepesi. Tulisema uponyaji wa papo kwa papo kwa papo. Mwamba alisema hapa kwamba anaonekana kama mzito kwenye eneo la maombi. Bwana anasema hivyo, amefikisha maono. Wako hapa makerubi na yao mwokozi kwa hii inaitwa uponyaji wa papo kwa papo. Melewazo papo kwa papo. Asema yao mwokozi bingo flow. Amen. Huyu yao mwokozi tunazungumza habari zake. Amen. Kwa mashauri na yote wewe unaweza moja kwa moja katika michoro ya kinabii. Melewazo kuja kwenye maskani wa mwenye ujumbe saa Yesu anaponya papo kwa papo. Melewazo baba. Sio kesho, leo. Melewazo saa hii. Melewazo baba. Kwamba ana kila kitu nao ni Yesu tunazungumza habari zake. Mungu ufunuo, Mungu asibadilika. Melewazo anayebaki salama katika ufunuo. Melewazo shangilia Bwana wa shauri Yesu. Amen. Katika mji wa Arusha wote tunawalika maskani wa ujumbe saa kutoka hapa jiji la Arusha nchini Tanzania. Kuweka anwani maalum kwa kama moja sinzimisho. Usikae na tatizo lako, usikae na matatizo yote. Yesu anafanya operation papo kwa papo. Huyu ni Yesu bingwa nini? Bingwa ufunuo, Mungu asiyebadilika. Amen.